بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amakuru yanyu murakume ndabakunda kubera Allah. Mashallah, kwa hakika ni furaha kubwa kuweza kuungana na ndugu zangu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejenga undugu wetu kwa msingi wa la ilaha illa Allah. Na hakuna undugu uliokuwa na thamani mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu kuliko undugu uliojenga katika msingi wa la ilaha illa Allah. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wale ambao watakaofanikiwa katika dunia hii na akhera kesho pia. Allahumma amin. Wallahi ni furaha kubwa, bali ni mapokezi ambayo sijawahi kupata maishani mwangu. Na Sheikh asema baada Jamaluddin ataletwa mgeni mwingine. Nataka ni mgeni anayokuja pia we ni mimi tena. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutilie baraka. Kwa hakika ndugu zangu Warundi, kabla hawajanifungulia nchi yao wamenifungulia nyoyo zao. Na mimi sina la kuwalipa ila kuwaombea khairi katika dunia na akhera. Hapa mulipo naomba dua tatu, semeni amin. Amin. Dua ya kwanza, namuomba Mola aliyekuwa juu ya arshi yake ajalie nchi hii nchi ya amani na khairi na baraka. Amin. Katika sehemu hii naomba dua ya pili, Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya riziki sote. Amin. Na dua ya tatu, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi na watoto wetu na familia yetu watu ambao walioshikamana na sirata al-mustaqim. Hizo tatu namuomba Allah akubali katika kikao hichi. Bila kupoteza muda, nimewaandalia maudhui inayoambatana na mafanikio katika dunia na mafanikio katika akhera. Na maadamu kesho nitakutana na kina mama, nitazungumzia mafanikio katika akhera, lakini leo nataka nieleze mafanikio katika dunia. Allah amejalia kwamba atakayekuwa na hili jambo ambalo nitakaoeleza basi amefanikiwa hapa duniani na mafanikio kesho akhera. Jambo hili alihitaji kila mmoja wetu. Jambo hili amelihusia Mwenyezi Mungu kwetu tuwe nalo. Na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituhusia tuwe nao. Mwenyezi Mungu amehusia wanadamu wawe nao. Na kwa waumini pia wawe nao. Na mitume wake pia wawe nao. Ni jambo gani hili? Ni taqwa Allah, kumcha Allah. Allah asema ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Allah asema ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Na imekuja aya nyingi, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Bali Allah yuambia mitume wake, yamwambia mtume Muhammad, ya ayuhan nabiyyu taqillah, mtume wangu kuwa na takwa. Kwa nini Mwenyezi Mungu atuhimiza tuwe na takwa? Kwa sababu tukiwa na takwa hapa duniani kuna matunda aina tofauti tofauti tutakayopata. Na kesho akhera kuna matunda tofauti tutakayopata aina tofauti tofauti kwa sababu ya kuwa na takwa. Na leo katika hii kikao ningependa nizungumzie matunda ya takwa hapa duniani. Na kesho insha Allah nikikutana na kina mama nitazungumzia matunda ya takwa kesho akhera. Lakini kabla hapo nataka nitoe challenge. Nataka mmoja wenu anieleze takwa ni nini. Allah ametuhimiza tuwe nayo. Mtume wake Muhammad ametuhimiza tuwe nayo sallallahu alaihi wasallam. Allah amwambia mtume wake Muhammad kuwa na takwa. Lakini hii takwa ni nini? Je, ni kutokwa na machozi? La. Je, ni kuwa na elimu nyingi? La.
elimu yatakikana mwisho wake ikupeleke uwe na takwa. Inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Natija elimu ni uwe na takwa na khashya, ni kuwa na ibada nyingi. Natija ya ibada ni mwisho wake uwe na takwa. Ya ayyuhalladhina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuamrisha tufunge, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasa kila kitu Mwenyezi Mungu anapotuamrisha kuna malengo tunafikia, kuna makusudio. Makusudio ni tuwe na takwa. Na hii takwa ni mawili kwa pamoja. Na ningependa leo nijue kama kina mama wa Burundi wafahamu kweli maana ya takwa. Takwa yamaanisha nini? Ni mambo mawili kwa pamoja, lazima uwe nao, ndio utakuwa na takwa. Si elimu, si ibada nyingi. Ukiwa na haya mambo mawili basi umekuwa na takwa. Nani anaweza kutueleza? Tuangushi jamani, tuangushi. Lakini labda kina mama wana haya pia, sio? Watajibu. Una mikrofoni nyingine? Iko mikrofoni nyingine. Naam. Nani ambaye atajibu? Nani ambaye atajibu? Takwa ni nini? Sheikh Hassan. Udana nataka kujibu. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninajua takwa ni kupata yale Mwenyezi Mungu anakuamrisha na kuacha yale ambayo amekukataza. Allahu akbar, takbir. Kila nikienda mahali huchukua karibu watu 6-7 kufikia, lakini wa Burundi mtu wa kwanza amejibu. Mama yuko wapi? Mwenyezi Mungu amjaze khairi. Ndugu yangu Hassan Migori, kuna zawadi Hassan atakupatia. Kuna dola 100 utapewa. Allahu Akbar. Takbir. Mashaallah. Swali lingine najibu mimi hapa. Fadhaifa, bakol kita lekas sama. Hasan Mewira. Hassan, asaga hai. Sokata ha, bakol kita sama. Mashaallah. Mwenyezi Mungu ajaze khairi. Hii dola 100 ni kidogo kulinganisha na natija nitakayowaeleza. Sheikh tayari nimeshapewa mali. Hiyo dola 100. Na kiambia usome amtaki. Takbir. Raha silaha. Faida ya elimu hiyo inshallah. Karibu Sheikh. Semeni mashaallah tabarakallah. Mashaallah tabarakallah. Asije mama akafika nyumbani akawa mgonjwa. Kwa hivyo haya ni madogo. Wallahi hata ningempatia dola 10,000 pia haifikii matunda inayopatikana mtu anapokuwa na takwa. Allah Jalla Jalalu amejalia kwamba utakapokuwa na takwa kuna zawadi kem utapewa duniani. Na naomba musikize kwa nyoyo zenu wala si masikizi yenu. Na naomba yale mtakayosikia muyatekeleze, musiache hapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala unapokuwa na takwa ambaye dada yetu ametueleza, takwa ni mambo mawili. Fanya vile Allah alivyokuambia. Achana na yale Allah aliyokukataza. Na Mwenyezi Mungu haangalii mengine. Mwenyezi Mungu haangalii rangi yako. Mwenyezi Mungu haangalii nchi yako. Mwenyezi Mungu haangalii umbo wako na uzuri wako.
Mwenyezi Mungu haangalii lugha yako. Mwenyezi Mungu yakuangalia yale niliyokuambia ufanye, je uliyafanya? Na yale niliyokukataza, je uliacha? Hiyo ndo maana takwa. Na Mwenyezi Mungu yakupima kwa vipimo hivi viwili. If'al la taf'al. Nilikwambia fanya, ulifanya, alhamdulillah. Waqimu ssalah. Simamisheni swala, ulisimamisha swala, marhaba. Mwenyezi Mungu akwambia wala taqrabu zina, usikaribie zina. Uliepukana na zina, ulifitinishwa, ukapewa mali, ukadanganywa, ukasema la inni akhafu Allah, mimi siwezi kufanya zina. Ukaacha yale Allah aliyokukataza, japokuwa watu wanakughuri, wanakuvuta, ukasema la sifanyi. Umekuwa na takwa. Yale ambayo Allah amekukataza umeacha. Anayekuwa na takwa kuna zawadi kadhaa Allah atampatia. Zawadi ya kwanza ni kwamba hautakuwa na uzito ila Allah atakufungulia njia. Hapa duniani tumeletwa kuonjwa, na kwa bahati mbaya wanadamu hawajafahamu kwa nini tumeletwa hapa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lakini kuna watu kwa sababu ya kutofahamu haya wametaka janna yao iwe hapa, na haiwezekani kwa mu'min hapa iwe janna. Lakini kwa si kwa mu'min hapa ni janna kwake. Sasa wewe usitake janna hapa duniani. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hii ni jela kwa mu'min kwa sababu amebanwa na amefungwa. Kuna vitu nafsi inamwambia ifanya, mtukane, mwibie, mpige, muue, fanya zina. Lakini hapa mimi duniani siwezi kufanya ninavyotaka, lakini kule nitafanya ninavyotaka. Sasa hapa amebanwa mu'min. Ama si kwa mu'min hapa duniani kwake ni janna, kila anachotaka yafanye. Sasa wewe jiulize, wataka janna yako hapa ama wataka kesho? Hasa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba hapa tutaonjwa. Utaonjwa katika kila njia. Na utaonjwa katika mali yako, utaonjwa katika maisha yako, utaonjwa katika watoto wako, utaonjwa katika riziki yako. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, yubtala almu'min fi nafsihi wa ahlihi wa mali. Mu'min hapa duniani ataonjwa katika nafsi yake, utaudhiwa, utapata maradhi, wewe mwenyewe wapata kudhurika. Kisha saa zingine inaingia katika riziki yako na mali yako, utaonjwa. Saa zingine inavuka mipaka katika familia yako, mke wako, mume wako, watoto wako unaowapenda, wazazi wako wanaonjwa na waona na wasikia uchungu, na mitihani ya dunia ni mazito. Ar-Rasul amesema yubtala, mu'min ataonjwa. Hasa wewe ikiwa utaonjwa, wahitaji kila mahali Mwenyezi Mungu akupatie njia upate kupumua. Katika sababu ya Allah kukufungulia njia na wewe kupata kupumua kila saa ni pindi unapokuwa na takwa. Kwa ushahidi wa maneno Mwenyezi Mungu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraj. Kila unapofika wasema hii ya leo ni mazito, hapa nitatoka vipi? Kitu cha kwanza utakana uwe nao ni takwa Allah. Wengine hudanganywa. Siwajua mtu fulani, mpigie simu. Siwajua mtu fulani yajua kufanya sihir na nini, muendee. Hayo yote ni katika waswasi ya shetani. Lakini wewe ujue ya kwamba Allah amekuahidi kuwa na takwa, fanya vile nilivyokuambia, epukana na yale niliyokukataza, nitakufungulia njia. Makhraj. Makhraj ni way out, njia ya kutoka. Natija ya pili ya takwa ni kwamba wapata riziki kwa njia hata hukutarajia. Wayarzuqu min haythu la yahtasib. Natija ya pili ya takwa. Mama yetu hapa alipokuwa yajibu swali hili hakutarajia dola 100. Sasa hii dola 100 kuja kwa njia ambayo hakutarajia, ndo Mwenyezi Mungu azikusudia wayarzuqu min haythu la yahtasib. Itakuja riziki kwa njia hata hukufikiria. Na jamani, kupata riziki kwa njia ambayo hukufikiria, ambayo ni halali, huwa ina furaha sana. Sivyo?
Yani ni surprise. Sijui huku ku surprise unasemaje? Hivyo hivyo sio? Ni surprise. Sasa wewe ukiwa unataka kila saa Allah anakupiga surprise, anakupiga surprise, anakupiga surprise. Wayarzuqu min haythu la yahtasib. Allah kufungulia riziki kwa njia ambayo hata hukutarajia, haikuwa katika hisabu zako wala dhanna zako. Hii ni natija ya pili ya takwa. Hasa mama yetu akiwa na takwa, hii surprise itakuja kila saa, si leo peke yake. Na si kwake peke yake, kwa kila mtu. Wayarzuqu min haythu la yahtasib. Natija ya tatu ni kwamba lazima utaonjwa, na kuna baadhi ya njia lazima upite. Kila mmoja kuna njia lazima utapita, japokuwa njia hiyo ni mitihani. Sawaan iwe ni njia kutafuta elimu, sawaan iwe njia kutafuta riziki, sawaan iwe ni njia kutafuta afya. Saa zingine mjamzito, kina mama akipitia miezi kadhaa wanateseka, ni mtihani, ni uzito. Lakini anayekuwa na takwa, Allah ameamua na amehukumu ya kwamba ile njia atakayopita Allah atamsahilishia, Allah atamsahilishia. Wayaj'al lahu min amrihi yusra. Allah asema mambo yako yatakuwa yusr. Yusr bimaana itakuwa ni hafifu, utasahilishia. Kwa sababu katika maisha hii kuna barabara lazima upite. Kila mmoja kuna njia lazima upite. Utaonjwa. Hasa katika hali ya kuonjwa, sawa niwe ni nafsi yako au mali yako au watoto wako au wazazi wako au katika riziki yako au katika nchi yako, katika hiyo msukosuko kuna watu waona kwamba hawana wasiwasi kama wewe. Yani hawana dhiki kama wewe ulivyokuwa. Na nyote mko katika mtihani mmoja. Huyo Allah amemsahilishia. Amemuonesha kwamba ni hafifu. Sababu ya Allah kumsahilishia, miongoni mwa sababu ni kwamba wayaj'al lahu min amrihi yusra. Mambo yake Allah mfanyia wepesi. Hasa nyinyi kama angalia, huyu jamaa anapitia mambo na yuacheka, kwa sababu Allah amemsahilishia. Nyinyi ndio muaona na yeye yuaona, lakini katika ile njia Allah anampatia nguvu ya kuweza kubeba apite katika hiyo njia. Jambo la tatu linalopatikana katika kuwa na takwa, au jambo la nne, ni Allah atakupa zawadi ya elimu. Elimu ni nuru. Na kama wataka elimu hii, kweli watoa wakati, watoa juhudi, lakini sababu kubwa ya Allah kukutilia nuru hii katika moyo wako ni kuwa na takwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake katika suratul Baqara, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Mcheni Allah, kisha Allah atawapatia elimu. Ubongo utafunguliwa, umiminiwe elimu. Saa zingine waweza kuwa fanya bidii, wasoma, watu wa juhudi, watu wa wakati. Najaribu kuhifadhi Qur'ani lakini ni nzito, ni uzito. Najaribu kusoma dini ni nzito, najaribu kusoma shule ni nzito. Allah hujalia kwamba sababu kuu ya Allah kukupatia elimu na nuru ni kuwa na takwa. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Natija ya tano ni kwamba ukikuwa na takwa, kuna nuru ya kipekee Allah atakupatia. Na nuru hii Mwenyezi Mungu atakuwezesha uweze kupambanua mambo, ujue ipi ndo sawa na ipi ndo makosa. Kuna baadhi ya hali wapitia katika maisha yako. Nitakupa mfano. Labda una marafiki wawili, wote unawapenda. Marafiki hawa wamekosana kwa jambo ambalo lilotokezea na wewe haukuwa pale kama shahidi. Huyu akaja akakueleza, akakuhadithia mambo yake kivyake ilivyotokezea, na huyu amekuhadithia kivyake. Na wewe hujui nani wasema ukweli, sivyo? Hasa kitu kama hii ni confusion, wahitaji Mwenyezi Mungu akubainishie mambo. Hii ni mfano unapiga. Katika sababu ya Allah kukubainishia mambo, kukuonesha hii ni sawa na hii ni makosa, ni kuwa na takwa. Allah subhanahu wa ta'ala bainisha katika kitabu chake, asema in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Katika suratul Anfal Mwenyezi Mungu asema mkiwa na takwa Allah atawajalia muona furqani, mtakuwa na uwezo wa kufarikisha gani ndo sawa na gani ndo makosa.
Na kuna mtu katika ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye aliyepata kwa sababu ya kuwa na takwa alifika daraja hii, akaweza kupambanua mambo, ajua hizi ni sawa na hizi sawa. Yua hisi, yani kuna kitu yamuonesha, mpaka Rasul akaridhia, akasema huyu amepewa nuru ya kipekee. Naye si mwingine ni as-sahabi al-jalil Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda, mpaka akaitwa Umar al-Faruq kwa sababu Allah alimpatia furqan, alimpatia nuru ya kuweza kujua lipi ni sawa na lipi ni makosa, kabla saa zingine hata wahi haijashuka. Nuru hii Mwenyezi Mungu atakupatia ukiwa na takwa. Na ukiwa na nuru hii ya kuweza kupambanua mambo, hakuna mtu aweza kuja kukuchezea. Hata mtu akija kukudanganya, sema huyu unamdanganya, lakini najua kesho atajua tu. Katika sababu nyingine Allah kukupatia takwa ni kwamba Allah atakupenda. Na jamani, kupendwa na Allah ni matlab, ni jambo ambalo tutakana tulikimbilie na tulitafute. Sisi tufanya bidii tupendwe na watu, tupendwe na watoto wetu, tupendwe na wake zetu, tupendwe na waume zetu, tupendwe na jamii, tupendwe, lakini hakuna aliyekuwa muhimu katika maisha yako ambaye yafaa kukupenda kama Mwenyezi Mungu. Na katika chanzo cha Allah kukupenda ni kuona takwa, bali Allah asema inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah asema katika Qur'ani suratul Tauba, Allah kwa hakika yuwapenda wanaokuwa na takwa, wale ambao wanaofuata maamrisho yangu na wale ambao wanaoepukana na makatazo yangu. Kwa hivyo jaribu ufuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu, jaribu epukana na makatazo yake, kwa sababu ni chanzo kubwa cha Allah akukupenda. Na Allah akikupenda, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah akikupenda, umekosa nini? Watu wote wakikupenda na Allah hakupendi, umefaidika nini? Na watu wote wakuchukia lakini Allah yakupenda, umekosa nini? Umekosa nini? Mapenzi ya Allah na Mwenyezi Mungu kukupenda, wallahi ni matlab, ni jambo ambalo tunatakana tulitafute kwa kila njia. Katika natija ya Allah kukupenda, katika natija ya wewe kuwa na takwa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na wewe. Hujatamani wewe unapokuwa na jambo uwe na mtu amesimama na wewe. Kama mimi vile nilivyotamani nilipokuja Burundi, nilisema nitamwendea nani? Nani atasimama na mimi? Allah akanipatia Zubair, Sheikh Zubair Bizimani. Mwenyezi Mungu amhifadhi. Lakini kuna watu hawana Zubair katika maisha yao, lakini wana Allah amesimama nao. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yuko na nyinyi popote mtakapokuwa. Kisha Allah huwa pamoja na wewe akimwambia Nabii Musa na Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Musiogope. Allah amwambia Nabii Musa na Harun, kwa nini muogopa Firauni? Kwa nini muogopa? Musiogope, mimi niko na nyinyi. Jalla jalala. Katika natija ya Allah kukupatia takwa, wewe kuwa na takwa, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulinda kutokana na mitego unayowekewa na maadui. Uhalisia wa mambo na uhakika wa mambo katika dunia hii ni kwamba si kila mtu atakupenda, na si kila mtu atakutakia mazuri, na si kila mtu atafurahia mafanikio yako, bali wengine watavuka mipaka, hawatatosheleka na kukuchukia, bali watakuwekea mitego ili ufeli katika maisha. Hasa katika njia ya Allah kukuepusha na mitego uliyowekewa. Umewekewa mtego mahali, kuna mtu akutegea, adui asiyekupenda na asiyekutakia khair,
uadui wake haukutosheka katika kukuchukia, bali imefika daraja ameweka mikakati ili usifanikiwe. Sasa maadamu wako wanadamu katika dunia wako dhidi yako, na huenda kwamba hujawahi kuwakosea, bali saa zingine wacha kuwakosea, labda we mwenyewe ndio umeafanyia wema. Hasa watu kama hawa wakikuwekea mitego, wahitaji anayeona mbingu na ardhi akushike mkono akuelekeze pasawa. Allah subhanahu wa ta'ala abainisha katika Qur'ani katika suratu Ali Imran asema, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu Ali Imran, mkiwa na subra na mkawa na taqwa, la yadhurrukum, hawataweza kuwadhuru, wakiwekea mitego na vitimbi vyao havitawadhuru. Hasa wewe ukiwa una maadui, watu ambao hujawakosea, watu ambao shida yako kubwa na wewe ni mafanikio yako, hawana shida nyingine. Hasa watu kama hawa wanakuwa ni wenye kukuchukia, tena huvuka mipaka wakaweka mikakati kukuumiza. Allah asema katika kitabu chake, wa in tasbiru, na mkiwa na subra, watattaqu, na mkawa na taqwa, la yadhurrukum, hawawezi hawa kuwadhuru kwa vitimbi vyao. Watakubabaisha, labda vumbi itakufikia, lakini vile wanavyowapangia hawatafanikiwa ikiwa utakuwa na taqwa. Jamani, kando na wewe kunufaishwa, bali taqwa inakuwa sababu ya Allah kukulinda. Ya laiti iwe ni sababu ya wewe kulindwa peke yako unapokuwa na taqwa, bali Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake na kwa wema uliokuwa nayo, Allah hukulindia watoto wako kwa sababu ya wewe kuwa na taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika suratul Baqara, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah. Ikiwa wewe una watoto wadogo ama una watu unawalea, saa zingine una hofu juu yao, mazingara si mazuri, saa zingine una hofu juu yao, maadui wasije wakawafikia. Allah asema sababu ya watoto wako kuhifadhiwa na kulindwa na Mwenyezi Mungu, wewe ukiwa na takwa pia watoto wako nitakulindia. Ya Allah, ya Allah, ya laha min ni'ma, ya Allah, ya laha min ni'ma. Yani Allah kando na kukuhifadhi wewe kwa sababu wawajali watoto wako, Allah pia asema nachukua jukumu la kuwahifadhi ikiwa utakuwa na takwa. Jamani, takwa ni bora kuliko dola 100, sio? Naam, ni bora kuliko dola 100, sio? Bila shaka. Kwa sababu kwa dola milioni 1 huwezi kupata hizi zote. Watukufu wa Islam, kando na Allah kukulindia na kukuhifadhia, ukiwa na takwa inakuwa chanzo cha Allah kukuepusha na adhabu na misukosuko ya dunia. Kuna mitihani yatakukumba, na kuna gharqa, saa zingine huja mtetemeko wa ardhi, moto, majumba kuchomeka, saa zingine ni mvua na mafuriko, waje kuangamizwa wewe ikiwa umelala na watoto wako. Lakini katika sababu ya Allah kukulinda na kukuepusha na adhabu hizi za kidunia, adhabu hizi kubwa kubwa, mtetemeko wa ardhi na mafuriko na balaa na radi, ni kuwa na takwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al-'uma 'ala al-huda faakhadhathum as-sa'iqat. Allah sema tukachukua wao, wa amma thamud, ama qaumu thamud, nabillahi Salih ndo alikuwa ndo mtume wao. Asema fahadainahum, tuliwaongoza, fastahabbu, wakapendelea, al-'uma, wakapendelea upofu na upotofu, ala al-huda, wakachagua upotofu. Allah asema faakhadhathum as-sa'iqa, wakawa ni wenye kupigwa na adhabu na radi, ambaye ni ala adhabi al-huni bima kanu yaksibun. Lakini katika qaumu Thamud kuna watu ambao waliokolewa katika sura Fussilat. Allah asema wanajayna alladhina amanu wa kanu yattaqun,
Allah sema tukawaokoa wale ambao walioamini na waliokuwa na takwa. Sasa kaumu Thamud walipoangamizwa, kuna kundi hawakuangamizwa. Allah sema wanajaina, tukaokoa alladhina amanu wa kanu yattaqun, walikuwa na imani na walikuwa na takwa. Haya ni faida mnayopata mkiwa na takwa hapa duniani. Ama kesho akhira kuna faida kubwa zaidi. Na insha Allah kesho baada al-asr tutaangazia, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache aliyosema aiweke katika mizani ya hasanati yenu, na tujalie kama alivyosema Mwenyezi Mungu, kuna watu wakisikia wanafuata, hao ndio watapata kuongoka. Wabashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kwa hivyo hizi ni natija inayopatikana tunapokuwa na takwa hapa duniani. Kwa haraka, natija ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia njia katika kila shida. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Natija ya pili, Allah atakuruzuku kwa njia huku tarajia, wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Natija ya tatu, Mwenyezi Mungu atakufanya mambo yako wepesi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Natija ya nne, Mwenyezi Mungu atakupatia elimu, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Natija ya tano, Mwenyezi Mungu atakupatia furqan, uwezo wa kuweza kutofautanisha mambo, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Natija ya sita, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba inakuwa sababu ya Allah kukupenda, inna Allaha yuhibbul muttaqin. Natija ya saba ni kwamba Allah atasimama na wewe, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Natija ya nane ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda kutokana na vitimbi wa maadui, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a. Natija ya tisa ni kwamba Allah atakulindia watoto wako, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Natija nyingine ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda kutokana na adhabu ya dunia, wanajaina alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kesho insha Allah baada salati al-asr tutaangazia katika darasa ya kina mama ni yepi yani takwa ukiwa nayo ni yepi ambayo utakayopatiwa kesho akhera. Lakini nauliza swali moja, je, mumeona faida ya kuwa na takwa? Ndio tumeona. Je, mumeona faida ya kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu? Ndio. Je, mumeona faida ya kuepukana na makatazo yake? Ndio. Wallahi, anayepata dola milioni 1 na anayekuwa na takwa atafika mbali kuliko anayepata dola milioni 1. Ama hamwamini maneno ya Mungu? Najua muamini bila shaka, sio? Wa man asdaqu min Allahi qila, hakuna alikuwa mkweli katika matamshi yake kuliko Mwenyezi Mungu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kuna dua moja nataka niwafundishe muweze kupata hii takwa. Naomba muhifadhi dua hii na muitumie kila saa. Na ndo dua aliyosoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ar-Rasul amemwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemwomba Mwenyezi Mungu mambo manne: huda, tuqa, afaf na ghina. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al-Huda, mwongozo wa jamii.